Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unanisikiliza. Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu. Tumekuwa na somo letu zuri sana ambalo linafundisha kwa habari ya malezi na uzao. Malezi na uzao katika familia. Watu wengi leo tupo katika sehemu ya 4 na ninafundisha katika sehemu ya 4. Watu wengi huwa wanajua kwamba watoto huharibika wakiwa wakubwa. Ni asilimia chache sana ya mtoto anaharibika akiwa mkubwa, lakini asilimia kubwa mtoto huwa anazaliwa na roho hizo. Na wengi tunaamini ya kwamba shetani yupo, na nguzo kubwa ya shetani anayoitumia kuharibu vizazi vingi katika nyakati za siku za leo, huwa anaharibu wakati wa uzao. Kwa unapoenda kuolewa au unapoenda kuoa, lazima ujue mazingira unaenda kuolewa ni mtu wa namna gani, ana tabia za namna gani, ana maisha ya namna gani. Maisha ya mtu anayekuoa ndio yataamua watoto wako waweje. Maisha ya mtu anayekuoa yataamua mtoto wako aweje. Kwa kuna siri kubwa inaanza pale mnapoenda kuoana au kutaka kuoana. Siri kubwa inaanza katika hiyo familia, kuanzia tumboni mwa mama ndiko kunaanza vita vya huyo mtoto katika ulimwengu wa kiroho. Leo nitazungumza kwa nini unakuta mtoto unazaa mwenyewe, lakini mtoto yule ana tabia kama za babu yake, ana tabia kama za baba yake. Unazaa mtoto ana tabia kama za watu ambao wako kwenye familia. Mfano, unamkuta mtoto ana roho ya hasira, unakuta ana roho ya hasira. Unakuta mtoto ana roho ya uzinzi kama babu yake au baba yake. Unakuta mtoto ana roho ya kukataliwa kama babu yake au baba yake. Hii kwa pamoja tunaweza tukaichukulia kwamba ni vita katika ulimwengu wa roho. Ni vita ambayo kuna roho ambazo zinapeana au zinafanya kazi katika ulimwengu wa roho kupitia damu ya ukoo. Tunapoanza kuangalia leo, nafundisha kwa habari ya nguvu ya damu ya ukoo katika ulimwengu wa kiroho. Tutaanza kuangalia kwamba ili kizazi kiweze kuendelea, ili kizazi kiweze kudumu kutoka kiwango mpaka hatua ya kutoka, lazima kianze kwenye familia. Ili kizazi kianze kudumu, lazima kianze kwenye familia. Ukisoma kwenye maandiko, kitabu cha Mwanzo sura 28, sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Maandiko yanasema Mungu akamuumba mtu, akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Uzao ukaanza wa Adamu. Baada ya kuumba, Mungu akatamka, zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi. Uzao unaanza na watu wakuu wawili. Pendo unanisikiliza, uzao unaanza na watu wakuu wawili. Mtu wa kwanza katika uzao ni mwanamke. Mtu wa pili katika uzao ni mwanaume. Sasa tunaanza kuona wao wanapozaana wanaongezeka, ule ni uzao. Sasa mwanaume na mwanamke katika ulimwengu wa kiroho, kuna roho ambazo zinafanya kazi kupitia damu. Ili mama
na baba waweze kuzaana, wanazaa kupitia damu. Na ndio maana unaposema kwa habari ya kuzaa, mtoto ili apatikane katika uzao, lazima damu kutoka kwa baba ipatikane ili mtoto aweze kuzaliwa. Sasa katika ulimwengu wa roho, mawasiliano kati ya roho za mababu na roho za mabibi, mawasiliano katika zile roho labda za uchawi au roho za uganga au roho za uharibifu, huwa mawasiliano makubwa yamebebwa katika damu ya ukoo au damu ya kule unakozaliwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaweza kuwa ni ndugu tukawa hatufanani sura kabisa, tunaweza kuwa ni ndugu hatufanani sura kabisa, lakini kwenye damu ni damu moja. Ndio maana nasikia mtu anakwambia sisi sote ni damu moja. Kinachowapa nguvu roho za ukoo zikufuatilie kwenye uzao wako au watoto wako, hizo roho za ukoo kutoka kwa mume au kwa mwanamke zifuatilie huo uzao wenu, labda roho za umaskini, kukataliwa, roho za magonjwa, roho za mauti, roho za laana. Kinachofanya hizo roho zifuatilie ni damu ya ukoo, sio mwili. Mwili mnaweza mkatofautiana, huyu ni mweupe, huyu ni mrefu, huyu ni mwembamba, lakini damu ni damu. Kitabu cha Mwanzo sura 37, kitabu cha Mwanzo sura 37, na tutaanza kuangalia hapo Mwanzo sura 37 mstari ule, Mwanzo 37, na tutaanza kuangalia mstari ule, Mwanzo 37 tutaanza kuangalia mstari 27. Mwanzo 37 mstari 27, hapo ndipo tutaanza kuangalia kwa habari ya damu ya ukoo. Damu ya ukoo hii ndio imebeba zile roho zote za ukoo wenu. Damu ya ukoo ndio imebeba tabia zote za ukoo wenu, tabia za wizi, tabia za kuoa na kuacha, tabia za uasharati, tabia za kutokumwabudu Mungu, zinafanya kazi na damu ya ukoo. Zaburi, kitabu cha Mwanzo sura 37 mstari wa 27, maandiko yanasema, tasoma hapo. Maandiko yanasema haya, tumuuze kwa Hawa, tumuuze kwa Hawa, kwa faa nini kumuua ndugu yetu, kuificha damu yake. Kumuua ndugu yetu, kuificha damu yake. Unaona hapa anazungumza kwa habari ya ndugu, alafu anazungumza kwa habari ya damu yake. Nasema huyu ni ndugu yetu, huyu ni damu yetu, damu yetu. Asa kumbe kinachounganisha ukoo au zile roho za ukoo, kinachounganisha ule ukoo au roho za ukoo ni damu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, kinachounganisha roho za ukoo au ukoo ni damu. Na ndio maana unaweza kuangalia kwamba katika ulimwengu wa roho, unakuta katika ulimwengu wa roho familia ni kubwa, lakini unakuta kuna roho zinatembea kwenye familia. Kuna maroho yanatembea kwenye hiyo familia kutoka kizazi mpaka kizazi, yanatembea kupitia damu. Sasa mtoto anapokuwa tumboni, mtoto anapokuwa tumboni, kwa hiyo kupitia damu ya mama na kupitia damu ya baba, mtoto anaweza kurisi zile roho kutoka upande wa baba au upande wa mama. Mfano, ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 13, Yohana sura ya kwanza mstari wa 13, nafundisha. Unaweza ukasema mtoto leo ameharibika, watoto wameharibika, lakini kuna roho ambazo watoto wanazipata tangu wako tumboni mwa mama yao. Kuna roho na watoto wanazipata tangu wako tumboni mwa wazazi wao kupitia damu. Kwa lengo langu la kufundisha masomo haya kwamba unapoenda kuomba kutoka katika hizo roho au kutoa hizo familia katika hizo roho, ili uweze kutumia kujua namna ya kuweza kuwaombea
katika ulimwengu wa roho, lazima ushughulikie damu ya uzao, kitu kinaitwa damu ya uzao. Maana yake ni vita vya damu ya uzao katika ulimwengu wa roho. Yohana sura ya kwanza mstari wa 13. Yohana sura ya kwanza mstari wa 13. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Hapa anazungumza kwa habari ya waliozaliwa, alafu anasema kwa damu. Maana yake uzao wowote unaouona duniani umeanza kwenye damu. Uzao unaouona, ukoo wowote unaoona duniani unaenea kupitia damu, unafanya kazi kupitia damu. Ndivyo ilivyo sasa. Nafundisha, unaweza ukaona mtoto anaharibikiwa au familia inaharibikiwa, lakini vita hiyo inaanza kwenye damu katika ulimwengu wa roho, damu ya vizazi. Na ndio maana unapoenda kuolewa, unaweza kuchunguza huo ukoo au hiyo familia unaenda kuolewa, tabia zote walizonazo, kama ni walevi, kama ni wazinzi, kama ni waongo, kama ni watu wazulumati, ni watu hawatunzi familia, hizo roho zote zimebebwa kwenye damu yao katika ulimwengu wa roho. Zile roho za ukoo zote zinatembea kwenye vizazi na vizazi kwenye damu zao. Sasa nini ninachofundisha? Tunaanza kuangalia, ukiangalia katika maandiko matakatifu utagundua kwamba mnapoenda kukutana sasa mwanamke na mwanaume, kuanza kukubaliana kuoana, kuanza kukubaliana kuanza maisha, kuanza kukubaliana kuanza familia katika ulimwengu wa roho. Zile roho sasa zinakuja wakati mtoto yuko tumboni, ili kuweza kupambana na huyo mtoto au kurisi huyo mtoto. Kwa urisi wa mtoto wako kutokana na roho za miungu au mababu zinaanza kwenye tumbo la mama kupitia damu ya ukoo, kupitia damu ya ukoo. Nasema mtumishi, unaongea nini? Na hapa ndipo watu wengi wanapopata, mama anapopata mimba, huwa wengi hawajui kwamba vita vinaanza kwenye damu katika ulimwengu wa roho. Vita vinaanza kwenye damu, damu ya ukoo, ambapo ndipo zile roho zinafuatilia sasa kwenye huo uzao, kwamba huyu atakuwa wa kwetu, huyu ni kizazi chetu, huyu ni damu yetu katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Na ndio maana ukisoma Ufunuo Yohana sura 12 mstari wa 11, maandiko anasema naye alituokoa, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Maana yake tunakombolewa kwa damu ya Yesu, tunafunguliwa kwa damu ya Yesu. Kwa nini Yesu atukomboe? Kwa nini Yesu atufungue? Kwa sababu tunafunguliwa kupitia damu, tunakombolewa kupitia damu katika ulimwengu wa kiroho. Maana yake kifungo kilichotufunga kinaanza kwenye damu katika ulimwengu wa kiroho. Mama unanisikiliza, mzazi unanisikiliza, tatizo la mtoto wako, roho za uharibifu kwa mtoto wako kutoka upande wa baba au upande wa mama zinapita kwenye damu ya uzao wenu kupitia damu. Ndio maana Biblia inasema nasi tumetakaswa na tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nasi tumekombolewa, tumetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tumekombolewa, tumetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa tunapoanza na kushauri mama, hasa mjamzito, na kushauri baba, mtoto, mnaweza mkawa na tabia nzuri kabisa katika familia, mnaweza mkawa na malezi mazuri sana katika familia, lakini unashangaa unapokuja kupata mtoto anakuja na tabia za ajabu. We ni baba umeokoka, unamjua Mungu, unamfahamu Mungu, mama anamfahamu Mungu,
lakini mtoto anakuja na matabia ya ajabu. Najiuliza, huyu mtoto ametoka wapi? Mbona sisi wazazi wake hatuna hiyo tabia? Kuna roho zinatembea kupitia damu ya ukoo. Kuna roho inatembea kupitia damu za vizazi. Sasa nini nataka nifundishe? Kwa usipoelewa haya, utabaki kusema watoto wanaharibiwa wakiwa wakubwa. Ni asilimia chache ya watoto wanaoharibiwa wakiwa wakubwa, lakini ni asilimia kubwa sana mtoto anaanza kuharibika katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza la mtoto analoharibika ni kwenye tumbo la mama. Zile roho ndo zinasubiria pale kuweza kumharibu mtoto. Eneo la pili mtoto anaweza kuharibika ni eneo ambalo akiwa katika malezi, upande wa baba, upande wa mama, damu inafanya kazi. Kwa upande wa baba, roho hizi zinazofuatilia za uzao au roho za miungu, kwa upande wa baba zinapitia kwenye damu, na kwa upande wa mama pia zinapitia kwenye damu kupitia kitovu. Asa tuangalie namna ya kuweza kuwasaidia uzao wako, kwamba unapobeba mimba au unapoandaa kuhusu mtoto, lazima uombe kuvunja hizi roho za vizazi katika ulimwengu wa kiroho. Na kunakuwa na vita mama anapobeba ujauzito au baba na mama wanapotafuta mtoto, huwa kwenye ulimwengu wa roho kuna vita. Sasa utabaki tu kutasema mtoto huyu labda hajapata maadili mazuri, mtoto huyu labda wazazi walimfanyia vibaya. Lakini hapana, hizi roho zinaanza tangu akiwa mtoto ndani ya tumbo la mama. Zaburi sura ya 51, kitabu cha Zaburi sura ya 51 na ule mstari wa 5, Daudi anazungumza, anasema, mama yangu alichukua mimba hatiani. Mama yangu alichukua mimba hatiani. Alafu anasema maovu ya mama yangu yamenipata tangu tumboni. Maana yake kuna vita inaachiliwa ya miungu mtoto anapokuwa tumboni. Ukiangalia vizuri katika Mwanzo sura 25, Isaka naye pia wakati anapata mtoto ambaye na mke wake kipenzi anaitwa Rebeka. Isaka anapata mtoto na mke wake kipenzi anaitwa Rebeka, na Isaka huyu wakati uko na mke wake anaitwa Rebeka, nini kilitokea? Watoto walianza kushindana tumboni. Watoto wawili wakaanza kushindana tumboni. Kwa wasomaji wa Biblia unaweza tu kachukulia kawaida, hawa watoto ni wa baba mmoja, hawa watoto ni wa mama mmoja. Kwa nini kuwe na vita tumboni kati ya mtoto na mtoto? Kwa nini kuwe na vita tumboni kati ya mtoto na mtoto? Roho za vizazi zilikuwa zinashindana kutoka upande wa Isaka na upande wa Rebeka. Kumbuka, Rebeka kwao kulikuwa na miungu. Rebeka kwao kulikuwa na miungu. Rebeka kwao kulikuwa na miungu, ambapo kaka yake, miungu ile alikuwa anakaa nayo kaka yake anaitwa Laban. Miungu ile alikuwa anakaa nayo kaka yake anaitwa Laban. Ndiko ambako Yakobo alienda kuoa kwa mjomba wake ambaye ni kaka yake na Rebeka. Lakini kwao na Isaka kulikuwa na Mungu wa kweli. Asa mtoto yuko tumboni, kwao na Isaka kuna Mungu wa kweli, lakini kwao na Rebeka kuna miungu. Hii ndio sababu vita vilipoinuka kati ya Esau na Yakobo. Na ni kwa nini walipatikana mapacha? Kwa nini walipatikana mapacha?
Sasa hilo ni somo lingine ambao tutafundisha. Nafundisha mtoto anaanza kuharibika ndani ya tumbo la mama. Wakaanza vita tumboni, wakapigana vita mpaka mama yao akasema ni bora nife, bora niondoke, bora nisiishi. Vita vilianza tumboni mwa Rebeka, lakini haukuweza kujua. Maandiko yanasema ni mataifa mawili, maana yake ni vitu viwili tofauti, lakini ushangae, mama ni mmoja, baba ni mmoja. Vita hiyo imetoka wapi? Kuna kitu kinaitwa, walikuwa wanapigana vita kati ya Mungu wa Isaka, mtoto wa kwanza aliyebeba roho ya Isaka, na mtoto wa pili aliyebeba roho ya Rebeka, ya miungu ya kwao Rebeka. Kwa nini sasa? Nini tunataka kujifunza siku ya leo? Kitu gani nataka kujifunza siku ya leo? Miungu ile ya Isaka, miungu ile ya Rebeka inadai naye itawale kupitia watoto, na miungu ya Rebeka, miungu ya Rebeka inataka kutawala kupitia mtoto, na Mungu wa Isaka anataka kutawala kupitia mtoto. Kwa hiyo Isaka ana Mungu, Rebeka ana miungu, wote wanataka kutawala kwenye hicho kizazi kupitia damu. Wote wanataka kutawala kwenye hicho kizazi kupitia damu. Na ukiangalia mapacha hawa walikuwa tofauti, walipigana tumboni mpaka mama yao akasema nataka kufa, pumzi kamuishia. Isaka kaomba, akaambiwa kuna mataifa mawili tumboni, vita vinaanza tumboni. Maana yake miungu na kitu vinaanza tumboni katika ulimwengu wa roho. Hebu nifuatilie somo lijalo, tutajifunza zaidi, na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa kuna vita vinainuka vya miungu katika ulimwengu wa roho ambavyo vinapambana vita kupitia damu ya uzao. Kwa hiyo unapoona mtoto amezaliwa, sio kwamba tu amezaliwa, vita vinaanza mtoto akiwa tumboni. Unapoona mtoto leo amekuwa tu mlevi, yale maroho yanaanza mtoto akiwa tumboni. Unapoona mtoto amekuwa mvuta bangi, hakai na mwanamke, anza kuangalia kwenye huo uzao, wanakaa na wanawake. Anza kuangalia kwenye huo uzao, wanaolewa na kuishi na wanaume. Anza kuangalia kwenye huo ukoo, wanaishi na familia nyingine unaanza vizuri kimaisha, lakini mwisho wake wanamaliza vibaya. Lakini kuna koo nyingine ni mafarakano tu, kwa yale maroho yanatembea kupitia nguvu ya damu ndani ya tumbo la mama na kwenye damu ya baba. Baba anapoachilia mbegu ni damu, na mama anapopokea kwenye tumbo, anapokea pale kwenye tumbo, anamlisha mtoto kupitia kitovu, damu ile inapita. Kwa hiyo unakuta mtoto anaanza kuvaliwa na maroho akiwa tumboni. Mzazi unaonisikiliza, sio kwamba ni kweli mtoto anaharibika akiwa mkubwa. Hili ni fumbo la shetani. Hizi roho zinapomwingilia mtoto huwa zinasubiria mpaka pale anapokuja kupevuka, mpaka pale anapokuja kuwa mkubwa, ndipo zinajitokeza hizo roho. Sasa ndipo zinafanya mashambulizi hizo roho. Ndio nasikia mtoto wangu ni mlevi, mtoto wangu yuko hivi, mtoto wangu ni mzinzi. Hawezi kuzini akiwa mdogo, utamuona, utakaona katakatifu. Akiwa mdogo utamuona, utamuona kwamba ni mtu wa heshima, kwa sababu zile roho zinafanya kazi wakati wa kupevuka, ndo zinatokeza sasa, zinafanya kazi. Kwa nafundisha roho za vizazi zilizobebwa kwenye damu, roho za vizazi zinazoshambulia watoto na uzao. Wengi wanasumbuka namna ya watoto wao kuwabadilisha, namna watoto wao kuwatengenezea maisha, lakini mtoto anaanza kushambuliwa ndani kabla ya roho ya vizazi. Nasema mtumishi, unaongea nini? Namna gani ya kutoka kwenye roho ya vizazi, kuwatenga watoto wako, familia yako na roho ya vizazi? Naomba unifuatilie somo lijalo, nitafundisha. Naomba usubscribe channel hii, na Mungu akubariki na neema ya Kristo iwe juu yako. Kwa damu inatumika
damu ya uzao inatumika kuharibu hicho kizazi. Damu ya Yesu inatumika kuokoa hicho kizazi. Damu ya wachawi, damu ya familia inaharibu uzao au hicho kizazi katika ulimwengu wa kiroho. Mungu akubariki. Nifuatilie somo lijalo. Naweza kuweka komenti yako hapo chini na ukasubscribe channel hii katika jina la Yesu aliye hai. Amen.